Bwana msikilizaji, mambo yanazidi kupamba moto na tayari bwana yule kijana Karimu ameuawa na Nasra anatambua waliomsababishia kifo mdogo wake ni Bobby na Roy. Sio kama ajui, anajua. Sasa je, Nasra nini atakifanya? Lakini pia Bobby na Roy wanataka Nasra afanye kosa moja tu litakalomgharimu, yani watamkamata Nasra. Sasa mnahisi nini kitatokea? Nikakwambia usikose kwenye sehemu inayofuata, ambayo ni sehemu ya 12, mzigo mtamu wa kuitwa The Evil Game. Mimi naitwa Uncle J, mzigo mtamu kutoka kwake Eda Zaria G Msulwa. Niko hapa kukusimulia kinaga ubaga mwanzo mpaka mwisho. Bwana, karibu ndugu yangu. Spano. Ndio kaka. Hebu mpigie Nasra sasa hivi. Nataka kuongea naye. Kaka, yani unamaanisha nimpigie Nasra sasa hivi? Ndio. Naam, Spana alipiga namba ya Nasra na kweli simu ikapokelewa. Hello mrembo. Pole sana kwa msiba mdogo wako. Naamini sasa utaanza kuelewa nini maana maumivu ya kufiwa. Naam, Roy alizungumza kwa sauti iliyokuwa imejaa dharau, lakini Nasra akasema, nisikilize wewe mwana haramu. Nitakuwa. Haki ya Mungu, nitakuwa. Utaona, na narudia tena, nitakuwa. Na kwa pia nitakuwa. Nasra alizungumza kwa uchungu huku akilia sana, mpaka msaidizi wake aliyekuwa amekaa siti ya mbele pembeni ya dereva alimuonea huruma sana Nasra. Nasra alikuwa anatilia huruma juu ya kifo cha mdogo wake Karim. Msaidizi wa Nasra akasema, madam, jikaze madam. Hawa watu tutashughulikia msiba ukishaisha. Msaidizi wa Nasra alizungumza huku akimtazama Nasra aliyekuwa anaendelea kububujikwa tu na machozi. Kwa upande wa Roy alitabasamu huku akitazama gari hizo zikiwa zinaingia kwenye uzio wa nyumba kubwa kifahari. Waspano, hizo gari hapo, unataka kuniambia hapo ndipo walipofikia? Ndio kaka. Ila ni tofauti na anapoishi Karim. Karimu haishi hapo. Naamini ni kwa ajili ya masuala ya usalama. Hawezi kwenda moja kwa moja msibani. Hebu endelea kumfuatilia Nasra ili kufahamu ni wapi anapoelekea. Sawa mkuu. Nisikilize Spano. Mimi nakwenda kwangu mara moja. Nitarejea majira ya saa 2. Sawa kaka, kuna shida. Naam, kweli bwana. Roy aliondoka nyumbani kwa Robbie. Hakuelekea nyumbani kwake, ila moja kwa moja alielekea nyumbani kwa ACP Nancy, yule bidada yule. Roy alimkuta Nancy akijiandaa kwa ajili ya kuelekea ofisini. Walisalimiana pale kwa kukumbatiana. Roy, vipi, mbona alfajiri tena? Ugeni wa asubuhi, sikutarajia ugeni wako. Ya, tumetokea Mombasa. Vipi? Mambo yamekwenda vizuri? Sana tu. Tumeshampoteza Karim. Kwa hiyo jicho letu kwa sasa lipo kwa dada yake. Naamini tukishamalizana naye huyo na kila kitu kitakuwa kimeweza kutulia. Na bora iwe hivyo. Vipi na nyinyi, mnajipia gani? Sisi kwa upande wetu hatuna jipya. Zaidi tu ya matukio madogo tu ya kiuharifu. Na kuna baadhi ya matukio ya watu kuuawa na kuwaua wenzao. Ndio wapelelezi wetu wanaendelea kufanyia kazi. Okay, sawa Nancy. Ni jambo zuri. Kwa hiyo nikuandalie kahawa, si ndio? Nancy alizungumza huko akitoka sebuleni hapo na akaelekea jikoni. Alienda kahawa haraka na kisha karudi sebuleni. Roy mpenzi wangu,
Najua umechoka. Ila nina kikao saa 2 kamili na wakuu wengine wa jeshi la polisi. Leo makamu wa rais anatutembelea makao makuu, hivyo inanipasa kuwahi haraka mno. Nancy alizungumza huku akimtazama Roy aliyekuwa kunywa kahawa hiyo taratibu. Roy akasema, usijali, nilipita kukuangalia kama upo salama. Sasa hivi ni saa 11. Una muda wa kuwahi. Ya, ni kweli mpenzi. Sawa, wahi kazini. Mimi acha nielekee nyumbani kwangu nikajipumzisha. Okay, nashukuru kwa kujali. Naam, Roy alimaliza kunywa kahawa hiyo huku akimsubiria Nancy kutoka chumbani kwake alipokwenda kumalizia kujiandaa. Nancy alitoka akiwa amevalia mavazi yake ya jeshi la polisi zilizokuwa zimepigwa pasi na zilikuwa zimenyoka vizuri mno. Hey, kuna kitu chochote ndani ya kuna cha kununua? Dada, kila kitu kipo. Nancy akamkabidhi dada wa kazi shilingi 30,000 na kisha wakaongozana na Roy mpaka nje. Kila mtu aliingia ndani ya gari lake na kuondoka huku akimwacha dada wa kazi akifunga geti. Wakafika eneo ambapo Roy akaelekea njia yake na Nancy akaelekea njia yake. Roy aliitazama simu yake aliyokuwa ameiweka pembeni, namna ilivyokuwa inatingishika kwa kuita. Ilikuwa ni vibration. Roy ilibidi apokee hiyo simu. Oe Bobby, niambie ndugu yangu. Roy, uko wapi jamangu? Nimepita kwa Nancy mara moja. Naelekea home saizi kubadili mavazi. Okay, basi poa. Pata muda wa kupumzika na kisha nitakucheki kwenye simu baadaye. Sawa Bobby, hakuna shida. Naam. Kwa upande wa Bobby alikata simu hiyo na kisha alirudisha mfukoni mwake huku akitazama TV kubwa zilizomo kwenye chumba chao cha siri. Bobby alionekana akisema, aise, watu ni wengi. Bobby alizungumza huku akitazama picha ya juu iliyokuwa inaonekana kwenye nyumba ya wazazi wa Karim, nyumba iliyopo Mombasa. Badi Lady akazungumza kwa kusema, unajua wao ni watu maarufu sana kwa mji wa Mombasa, na ndio maana unaona hii alfajiri watu wamekuwa ni wengi sana eneo la mazishi. Badi Lady alizungumza huku naye akitazama video hiyo. Spana, ulisema kwamba Nasra ameingia kwenye jengo lipi? Ameingia kwenye hili jengo hapa, mtaa wa pili kutoka eneo ulipokuwa msiba. Inaonesha anakwepa macho ya mapaparazi. Anajua kwamba tunamuinda. Badi Lady alizungumza huku akitazama eneo hilo. Bobby alitilia msisitizo kwa kusema, ila sio lazima. Afanyavyo. Ajifiche anavyoweza, lakini msibani lazima tu atatokea. Ya, ni kweli. Kwa kitu ambacho kipo ndo hicho. Kutoka kwenye hiyo nyumba hapo mpaka kwenye hiyo nyumba ya msiba kuna njia ya ardhini, ambapo mimi naamini Nasra atatumia hiyo njia ya ardhini kufika kwenye makazi ya wazazi wake. Anajisumbua tu. Ikiwa anajua kabisa sisi tutamua, yani hata atukwepe vipi Nasra, ila tukimkamata ni lazima tutamua na ni lazima tumkamate. Ya, ni kweli mpenzi, ila kumkamata Nasra sio kirahisi hivyo. Inatubidi kujiandaa vizuri kiukweli. Okay, sawa. Naam, waliendelea kufuatilia msiba huo kupitia video za satellite mpaka kuna pambazuka. Naam. Nasra kwa upande wake alijikuta na utazama mwili wa Karim uliokuwa umemalizwa kuoshwa, huku kichwa kikiwa kimetafutiwa namna ya kushonewa na mwili wake.
Machozi yaliyokuwa yamechanganyika na hasira yalizidi kumbubujika Nasra, huku walinzi wake wanne aliokuwa wameingia nao kwenye chumba chenye maiti wakiwa wako kimya kabisa. Hebu mwiteni shekhe. Mlinzi mmoja akatoka na baada ya dakika 2 akarudi akiwa ameongozana na shekhe. Nasra akasema, shekhe, msomee dua mdogo wangu. Nasra alizungumza na shekhe akaongoza dua ya kumwombea Karim. Baada ya kumaliza dua, Nasra akaomba aachwe peke yake na mdogo wake huyo ambaye anampenda kuliko kitu chochote. Baada ya kukaa na maiti ya Karim kwa dakika kama 10, ndipo hapo Nasra akatoka kwenye chumba hicho. Madam, tunafanyaje? Msaidizi wa Nasra aliuliza huku akimtazama Nasra usoni mwake mara baada ya kuingia katika chumba cha Karim. Nasra hakujibu kitu chochote zaidi ya kuitazama picha kubwa ya utotoni akiwa amembeba Karimu mgongoni mwake. Hapo Nasra ilibidi ajifute machozi kwa kitambaa chake na kisha akamgeukia huyo msaidizi wake. Akasema, nahitaji kila timu popote ilipo iwaue wale washenzi wawili waliosababisha kifo cha mdogo wangu. Nasra mara baada ya kutoa agizo hilo, msaidizi wake akamwambia sawa madam. Na hapo Nasra akasema $1 milioni kwa atakayeniletea kichwa cha mmoja wao na $2 milioni kwa atakayeleta vichwa vyote viwili. Nataka vichwa vyao hapa na si jambo lingine. Msaidizi wa Nasra akasema sawa madam, nimekuelewa. Msaidizi huyo akatoa simu mfukoni mwake akapiga namba 1 na kisha akasema, jamani, $2 milioni kwa vichwa vya Bobby na Roy na $1 milioni kwa kichwa kimoja. Taarifu timu zote duniani, jukumu ni moja tu, Bobby na Roy inabidi wauawe. Alipotoa maagizo hayo, upande wa pili ukasema limeisha hilo. Simu ikakatwa. Msaidizi huyo akamtazama bosi wake Nasra aliyekuwa amechukua moja ya shati la Karim akawa amelikumbatia huku akilia kwa uchungu sana, kwani ni mdogo wake aliyefanya naye mambo mengi sana kwenye maisha. Kifo cha mdogo wake kilimuuma sana Nasra, aliumia mno. Naam, upande wa pili kijana Spana ambaye ni IT wa masuala ya kompyuta alionekana kuzungumza hivyo huku macho yakimtoka. Alikuwa akitazama laptop yake. Bobby akamuuliza Spana, what's wrong? Nini shida? Bobby aliuliza huku akimtazama Spana. Spana akasema, bana mkuu, kumetolewa oda ya nyinyi kuweza kuuliwa. Wewe umejuaje dogo? Kaka, kwenye black market kuna makundi mamluki wengi sana. Haya makundi yanapokea kazi yoyote inayotolewa na mtu ambaye anataka jambo lake litimizwe. Kwa nimeona oda yenu ni $1 milioni kwa kichwa chenu kimoja. Naam, Spana alizungumza huku akihamishia taarifa hiyo kwenye TV kubwa na kila mtu akaona. Haikuwa taarifa nzuri kwa Bobby wala Roy. Badiledi akasema, mpenzi, hii ni vita. Na hiyo tunaita red order. Ukifikishwa kwenye hiyo nafasi, wewe ni wakufa tu, kwa sababu haya makundi yanachotazama wao ni pesa tu. Badiledi alizungumza huku akimtazama Bobby usoni mwake. Bobby akatoa amri ya kwamba nataka Roy apigiwe simu aje hapa iwezekanavyo. Spana ilibidi ampigie simu Roy. Simu iliita mpaka ikakata. Spana akasema, napiga sana simu ya Roy lakini Roy hapokei. Bobby akasema piga tena. Bobby alizungumza huku akiwa anatafakari nini ambacho anatakiwa afanye. Simu iliendelea kuita na kisha ikapokelewa. Wadogo, nilikuwa naoga, niambie. Spana, mweke loudspeaker tumsikie wote. Spana alifanya hivyo na kweli aliiweka simu hiyo mezani na kisha akaweka loudspeaker. Spana akaanza kusema, kaka, kuna tatizo. Roy sasa hakujua kitu, ilibidi aulize kwamba tatizo gani tena? Bobby akasema, nisikilize Roy,
yule mshenzi ametoa oda kwa makundi ya mamluki ya tuwinde, na ameweka vichwa vyetu rehani, ni kila kichwa kimoja ni dola milioni 1. Hii ndio hivyo mzee, fanya uje tujue tunatatua vipi hili jambo. Okay poa kaka Chapu, niko hapo nakuja. Kweli bwana. Roy alikata simu kwa haraka, alijifuta maji mwilini mwake kwa taulo, alivaa nguo ambazo tayari alikuwa amekwisha kuziandaa. Alichukua bastola zake 2 anazotembea nazo muda wote. Moja akaichomeka kiunoni kwa nyuma, huku ya pili akiichomeka kwenye soksi ya mguu wa kulia. Ilizama kabisa ndani ya kiatu hicho alichokuwa amekivaa. Akabana pale vizuri kuhakikisha kwamba haidondoki. Akafungua drawer anayohifadhia funguo zake za gari. Roy akatazama kati ya funguo 4 za magari tofauti na kisha akachukua funguo moja ya gari aina BMW M3 new model na kisha alitoka ndani hapo. Aliingia ndani ya gari hiyo, alianza safari ya kuelekea nyumbani kwa Bobby, huku macho yake yakiwa makini mno barabarani kuona ni nani anayemfuatilia. Roy mpaka anafika nyumbani kwa Bobby hakutilia usafiri wowote ule unaomfuatilia. Hakutilia shaka usafiri wowote ambao unamfuatilia. Sasa Roy alipofika ilibidi aulize, jamani, imekuwaje tena? Roy alizungumza mara baada ya kuingia chumba cha siri. Bobby akamwambia, nisikilize ndugu yangu, naona Nasra ametuweka bondi kwa majasusi. Sasa hivi sisi ni wa thamani kwa watakaoweza kutuwinda. Bobby alizungumza huku akiwa na tabasamu. Roy akasoma hilo tangazo linaloonekana kwenye TV kubwa iliyopo hapo mbele yake. Roy akasema, sio mbaya, akajitahidi. Waje tu, watakapokuja na sisi ndivyo tutakavyowapokea. Jamani, mbona hili jambo mnalichukulia urahisi? Sio rahisi hivyo kama mnavyofikiria. Badi Lady alizungumza huku akimtazama Bobby pamoja na Roy. Unamaanisha nini Badi Lady? Nisikilizeni. Hivyo vikundi vya mamluki vinakuwa vina watu wa aina tofauti. Unaweza kuwadhani ni wauaji na wengine sio wauaji. Unaweza kukuta hata muuza karanga ni mamluki au wauza maji barabarani. Hivyo hii issue ni hatari kwa maisha yenu. Msichukulie poa hata kidogo. Kauli ya Bad Lady ilimfanya Roy na Bobby watazamane kwanza. Hapo kila mmoja alishusha pumzi taratibu. Bwana, hili swali inabidi nimweleze Ruben ili aweze kuongea na Mheshimiwa Rais, na ikiwezekana kwa sasa tuingie chimbo kwanza kwa muda tusionekane. Mnaonaje tuka double price? Yaani kivipi? Hawa watu wanafanya kazi kwa pesa. Mnaonaje tukamweka Nasra kwenye nafasi kwa mtu atakayeweza kumuua atapokea dola milioni 5? Tunatolea wapi hiyo pesa? Kwenye ile hazina ya pesa ya bata, muli ndani kuna pesa nyingi sana ambayo tunaweza kuitumia kwenye hili. Sasa wakati unazungumza hivyo, yule dogo Spana akaingilia kati akasema, jamani, ikiwa sura zetu zimeshaingia kwenye mfumo wa hawa watu, ni ngumu kuikatisha hiyo oda. Hata mkitoa dola milioni 5 kwa Nasra, na nyinyi mtaendelea kuwindwa kwa sababu hii oda huwa anayeitoa hajulikani ni nani. Sasa kwa hiyo atakamilisha kazi inakuwaje? Kitendo cha kufanikiwa kumuua mtu, wanatuma picha ya maiti na kisha ikishaidhinishwa ya kwamba amekufa, basi anaingiziwa pesa yake na maisha yanaendelea. Wao jamaa wametukatisha maisha ya kula bata wa jamaa. Roy alizungumza huku akikaa kwenye sofa. Hebu mingoja kwanza nizungumze na Ruben. Naam, Bobby alizungumza hivyo na kisha akapiga simu kwa Ruben. Ruben alipokea simu hiyo na kisha akasema, "Oya Bobby, nisikilize Ruben. Nahitaji kuzungumza nawe na ikiwezekana nizungumze na Mheshimiwa Rais." Ngoja basi mwanangu dakika moja naingia ofisini kwa mheshimiwa hapa.
Ruben alizungumza huku akipiga hatua na akaingia katika mlango wa ofisi ya rais. Akakaa kwenye kiti kinachotazamana na ofisi ya rais. Akaiweka simu loudspeaker. Oya Bobby, rais anakusikia. Okay, sawa. Niko hivi. Tumefanikiwa kumuua kiongozi wa kundi lililoweza kuua makomando wetu wa X. Jamaa ambaye tumefanikiwa kumuua anaitwa Karimu, na Karimu ni mdogo wake na Nasra. Safi sana vijana wangu. Mmefanya kazi nzuri sana. Ila sasa Mheshimiwa Rais, kuna tatizo. Tatizo gani tena? Ni kwamba Nasra ametoa agizo kwenye makundi ya majambazi. Kwa atakayefanikisha kutuua mimi na Roy, kila mmoja atapewa kitita cha dola milioni 1. Ina maana kwamba imetolewa dola milioni 2 kwa sisi wawili. Sasa hao majambazi wako wapi? Kwa mtaalamu wetu hapa wa IT anasema ni vikundi vya majambazi vilivyozagaa duniani kote. Hivyo tunaamini jamaa watakuja nchini Tanzania kutosaka na tunaweza kujilinda si wenyewe. Ila sasa ubaya kwa namba hivi vikundi vinavyofanya kazi, hata muuza kahawa pia anaweza akawa ni mmoja wao. Sasa inabidi mkae kwenye kambi moja ya jeshi hadi pale mambo yatakapokuwa yametulia. Alizungumza hivyo Mheshimiwa Rais, lakini Ruben akauliza, Bobby, mmetambua ni wapi alipo Nasra? Hata hapa tunatazama eneo alipo kupitia video ya satellite. Yupo Kenya nyumbani kwa wazazi wake kwenye msiba mdogo wake. Sasa Bobby, acha itumwe timu kwenda kumkamata hapo hapo msibani. Mheshimiwa, hii inaweza kuwa ni hatari kwa hiyo timu. Endapo mtataka kuvunja mahusiano na nchi ya Kenya, basi mnaweza mkafanya hiko mnachotaka kuweza kukifanya. Sasa nyinyi mnashauri nini? Hebu tukusikilize Bobby. Nyinyi mnashauri nini? Mheshimiwa, kwa sasa hili Mheshimiwa Rais, hebu tuachie sisi. Wamehitaji vita, sisi tutawapa vita. Acha waje. Hatuwezi kwenda kujificha kama panya. Ila utakaposikia mauaji mengi, wewe waeleze viongozi wako wa jeshi la polisi kwamba nini kinachoendelea, kwa sababu damu zitakwenda kumwagika kisawa sawa Mheshimiwa. Naam. Bobby alizungumza hivyo kwa msisitizo na kumfanya kila mtu amshangae, kwani ni muda wa dakika chache tu alikuwa anaomba kwa rais yeye na Roy kujificha kwa muda hadi hali itakapoweza kutulia. Lakini ghafla tu mawazo yamebadilika. Sasa Bobby, mimi niseme tu kama mna uwezo wa kupambana, basi hakuna tatizo. Kazi kwenu, na mtakapohitaji msaada basi nijulisheni haraka iwezekanavyo. Hakuna shaka Mheshimiwa, tunashukuru sana. Hapo msikilizaji, Ruben alikata simu huku akiwa anamtazama Mheshimiwa Rais usoni mwake. Rais ilibidi amuulize, wewe Ruben, mbona kama vile hawa wanataka kujitoa sadaka? Ruben akasema, Mheshimiwa, mimi hawa nawaamini. Na waamini sana kwenye uwezo wao. Naamini wanaweza kuvuka kwenye hili. Ila bado tunawahitaji hawa vijana ujue. Ni kweli Mheshimiwa Rais. Ila ni kitu walichokianzisha, inabidi tuwakimalize, tuwape hiyo nafasi. Rais alitingisha kichwa kimaanisha kwamba anakubaliana na kauli ya Ruben. Naam, upande wa pili, Badiledi alionekana kuuliza swali kwa kusema, Baby, nimekusikia vibaya ama? Badiledi aliuliza huku akionyesha kuwa na wasiwasi dhahiri shairi. Bobby akasema, umenisikia sahihi kabisa. Hebu tusikilizane jamani. Hatuwezi kwenda kujificha eneo ambalo sisi ndio tuwe tunalindwa. Ulipopatiwa mafunzo, na maanisha kwamba tulijengwa kukabiliana na tabu ya aina yoyote, na kama ni kufa tutakufa tukiwa tuko tunapambana mpaka tone la mwisho la damu. Aliongea hivyo Bobby. Spana ilibidi azungumze kwa kusema, ila jamani mkuu, mimi ni mtu wa IT tu, mimi sina mafunzo yote ya kupigana. Spana alizungumza huku akiwa anamtazama Bobby usoni mwake. Bobby akasema, natambua hilo dogo. Ninachozungumzia ni mimi na Roy ambao tupo kwenye hiyo list. Bwana Bobby, hebu tuongee kwa mara moja.
Roy alizungumza huku akinyanyuka alipokuwa amekaa, na wakatoka ndani hapo, wakamwacha Bad Lady na Spanner wakiwa wanatazamana. Walipotoka kwa pembeni kidogo, Roy akasema, "Wewe Bobby, mimi sitili mashaka hata kidogo kwa kile ulichokiamua, kwa sababu ni lazima hili jambo linalokuja litakuja tu. Lazima hili linalokuja ili sasa ndo tujue linakuja katika mtindo upi, si ndio?" Ni kweli Bobby, tumeanzisha mahusiano ambayo sio ya kupita kama yale yaliyopita. Mimi Nancy yule nampenda kutoka moyoni, na naona naenda kuwa mume wake, anaenda kuwa mke wangu. Tunapokwenda kuriski maisha kwa kiwango hiko, je, hawa wanawake zetu tunawaacha wajane ama inakuwaje? Kwani wewe Roy, unataka kuniambia kwamba wewe unamwagilizia ndani? Unamaanisha? Kauli yako uliyoongea kusema tuache wajane inamaanisha kwamba una plani za kumpa mimba Nancy? Kaka, wewe mimi rafiki yangu, lazima nikwambie ukweli. Hata wewe yule Bad Lady, hakikisha unamwagilizia ndani. Tuachape mimba. Hata kama tukifa tunawaachia watoto watakaokuja kuwa msaada kwao huko mbeleni. Wewe unajua maisha yetu tunayoishi hayana kesho, yana leo. Lazima tupambane kwenye hili kaka. Wakati Bobby na Roy wanaongea, yule kijana Spanner akaingia jikoni hapo kwa haraka sana. Spanner akasema, "Jamani, nimepata wazo." Roy ilibidi aulize, "Wazo gani?" Twendeni. Kweli wakarudi katika hiko chumba cha siri. Spanner alianza kuelezea kwa kusema, "Jamani, hapa tulipo tunaweza tukashambulia eneo la mazishi kwa kupitia angani na tukaangamiza watu wote, ikiwamo ndugu na wazazi wa Nasra, akiwamo na mwanae. Mnaonaje huo mpango? Tukampigia simu na tukaekana naye makubaliano ya kuondoa lile agizo lake kwa watu waliokuwa wamewapa kazi, na nyinyi mkaendelea kuishi kama kawaida." Spanner alizungumza huku akimtazama Bobby na Roy. Bobby akasema, "Siku zote hatuwezi kuingia makubaliano na magaidi. Yaani hiyo ndo kanuni yetu." Bobby alipozungumza hivyo, Roy akadakia kwa kusema, "Sikiliza Spanner, ukiachana kuingia nao makubaliano magaidi, huyo Nasra anaweza akasitisha kwa watu fulani, ila watu fulani wakaendelea kutuinda, na itakuwa ni mbaya sana kwa upande wetu, kwani tutaishi kwa kujiachia tukiamini kama mambo yamekwisha, kumbe bado mambo yako wazi kabisa." Spanner, hebu zoom kwenye zile gari 4 zile zinazosimama, hebu zizoom kwanza. Bad Lady alizungumza, na hapo Spanner akafanya kama alivyokuwa ameagizwa, na wakamwona mwanaume mmoja wa Kiarabu akishuka ndani ya gari huku walinzi wake wakiwa wamemzingira. Anaitwa Bashir bin Suleiman. Bad Lady alizungumza huku akiwa amekunja mikono yake. Ilibidi wamuulize, ndo nani huyo Bashir? Huyo ni mfanyabiashara mkubwa wa mafuta katika nchi za Falme za Kiarabu. Mara ya mwisho kukutana naye alikuwa na utajiri wa dola bilioni 88 kupitia uzalishaji wa mafuta, ila ana biashara nyingi 2 za magendo. Bad Lady alizungumza huku picha kadhaa za mwanaume huyo alizokuwa amezitafuta Spanner zikionekana kwenye skrini nyingine ya TV. Huyu jamaa Bashir anauza silaha, lakini pia anauza na watu. Na hizo ndo biashara zinazomuingiza pesa nyingi sana. Anachukua wanawake kutoka mataifa karibia yote duniani ambayo yana vijana wengi wenye uchu wa kwenda kufanya kazi maeneo ya Uarabuni. Maajenti wake wengi
wanarubuni wanawake kwa kuwapa ahadi za kwenda kufanya kazi kwenye mazingira mazuri, ila mwisho wa siku hupelekwa na kuwa watumwa. Ukiachilia kuwa mali kuwa watumwa wa kingono, kuna nyakati huwa wanafanywa kama punda. Naam, hapo Bad Lady aliendelea kuzungumza huku wakimtazama mwanamume huyo akiingia kwenye hiyo nyumba. Wanawake hao wengi hubebeshwa madawa ya kulevya kuyaingiza kwenye nchi mbalimbali. Kiufupi, Bashir ni mtu hatari, na siri nyingine ni kuwa wana mahusiano ya kimapenzi na Nasra. Wewe usiniambie. Wana mahusiano ya kimapenzi, na yeye ndiye anayempa nguvu ya pesa na silaha Nasra kuendeleza kila wanachokifanya kwenye nchi za Kiarabu, kwa sababu wanataka mafuta pamoja na madini. So, kwa hiyo uji wake huyu Bashir kwenye huo msiba inamaanisha nini? Inamaanisha kuna kikao cha siri kitafanyika eneo hilo, na itakuwa ni mbaya kwetu. Kwa sababu gani? Bashiri sio mtu wa kufanya kazi zake waziwazi kama alivyo Nasra. Siku zote naweza kumsoma akili yake, na mkitaka kujua ni hili la hii kuhusiana na issue ya oda kusitishwa, na ataingiza timu ya watu wake ambao ni hatari mno. Kwa hiyo hapa tunadili na magaidi ambao ni hatari sana, si ndio? Hawa ni magaidi wa kisasa wanaotumia akili kwenye kupiga hatua zao. Kwa hiyo hata kama tukipita na Nasra, yupo huyo mtu wake, si ndio? Ndio. Na akiguswa Bashiri, basi kuna kundi kubwa la wafanyabiashara wenzake litakuja kutudhuru. Hata hivyo hatuwezi kuogopa watu wachache kwa ajili ya nguvu walioitengeneza. Nguvu walioitengeneza kupitia ardhi ya hii nchi ni lazima tutashughulika nao tu. Lakini sio rahisi kama unavyodhani mpenzi wangu. Sio rahisi kwa sababu wana pesa ya kumnunua yeyote wanamtaka, na wana uwezo wa kufanya chochote watakacho. Hivyo kwa sasa, hebu tutafakari ni njia gani mpya kuweza kukabiliana nao. Endapo tutakwenda kichwa kichwa, watatumaliza. Naam, maneno ya Bad Lady ambaye ilikuwa ni mmoja wa kundi hilo yaliwafanya kwanza ushushe pumzi taratibu, kwa sababu hii mission inaonekana ni hatari mno. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili alionekana Bwana Bashir akizungumza kwa sauti ya upole, huku akiwa amekumbatiana na Nasra, wakiwa chumbani peke yao na ulinzi mkali ukiwa umeimarishwa nje ya chumba hicho. Bashir alisikika akisema, Nasra, yote unasema yamesababishwa na huyu rais mpya? Mme wangu. Taratibu Bashir alimwachia Nasra, wakakaa kwenye sofa zilizomo chumbani hapo, kwani toka amefika chumbani hapo muda wote walikuwa wamekumbatiana. Basi huyo rais anapaswa kuweza kufa. Kabla tujamuua yeye, kuna hawa panya wake wawili walioniulia mdogo wangu. Hao ndo nataka wafe mme wangu, nataka wafe. Nasra alizungumza huku machozi yakimwagika. Nasra, nimeona namna ulivyotoa oda ya wao hao vijana kuweza kuuawa. Ndio, nataka wauawe. Hebu hiyo oda isitishe haraka bwana. Kwa nini nisitishe? Nisikilize mke wangu. Tambua wale ni majasusi. Hukupaswa kuwasaka kwa kuwatangaza namna hiyo katika hali kama hiyo ambao umetumia kuwatangaza. Ni lazima kuna watakao fikisha taarifa. Kwa wao watajipanga. Kwa ulichopaswa wewe kukifanya ni kuwasaka kimya wale vijana wawili. Mme wangu, hata sijui ni kwa nini hilo sikuliona. Na kwenye dark web hiyo taarifa imeshasambaa, hivyo ni lazima wataipata tu. Kumbuka, utendaji wa kazi wa kijasusi ni utendaji unaofanya kazi kama sisi tunavyofanya kazi. Tunapozidiana ni maarifa madogo tu na nguvu ya pesa. Okay, sawa basi, acha nipige simu nisitishe hiyo oda. Nasra alichukua simu yake juu ya meza na kisha alimpigia msaidizi wake.
Yes, hello. Ebu oda ya wale jamaa wawili kuuawa isitishwe haraka iwezekanavyo na wasifanywe kitu chochote. Zamani mkuu, unasema? Nimeongea Kiswahili. Nini shida yako? Fanya kama nilivyokueleza. Mkuu, samani. Nasra akakata simu. Bashiri aliuliza swali akisema, Nasra, natamani kujua kwani Bata alikufaje? Bata alijingata ulimi ili kutokutoa siri, na walinitumia mimi na mwanangu kumtishia ili atoe siri, ila Bata hakutoa siri. Na ndio hawa, si ndio? Ndio. Hao jamaa wawili hao ni washenzi sana. Wao wanajiona ni kina nani? Anayewapa nguvu ni Mheshimiwa Rais aliyopo sasa madarakani, kwani hata mabomu niliyokuwa nimetegesha waliweza kuyategua. Naamini basi watakuwa wana mtu ambaye wanamtumia, mtu ambaye anatujua vizuri. Ni nani sasa? Sijui ni nani, ila tunahisi kwamba wana mtu. Kwanza Marekani umemalizana nao Bashiri? Wapuuzi, bado wananisaka wale. Huoni kama kuja hapa itakuwa ni hatari sana kwako? Nani anaweza kanichoma ndani ya hii nchi? Mme wangu, sijiamini hivyo. Usiwe na wasiwasi Nasra. Hadi nakuja hapa ujue kila kitu nilikiweka vizuri, kwa hiyo nakuomba uwe na amani. Okay, sawa mpenzi wangu, nakuamini. Vipi lakini uko vizuri? Jamani, hata maiti haijaenda kuombewa jamani. Ujue mimi na hamu sana na wewe. Kweli bwana. Bashir alizungumza hivyo huku taratibu akimsogelea Nasra kwenye kochi lililokuwa amekaa. Taratibu akaanza pale kumtoa baibui aliyokuwa ameivaa, wakazama katika penzi moja zito mno. Naam, msikilizaji. Upande wa pili, ukimya ulitawala ndani ya chumba maalum. Chumba kilichomo ndani ya jengo kubwa na lenye ulinzi duniani, Ikulu ya Marekani. Hapo alipata kuonekana rais wa Marekani, makamu wa rais pamoja na washauri wa mambo ya usalama. Macho yao yote yapo kwenye skrini kubwa iliyokuwa imejaa ukuta ilipo mbele yao, huku zikionekana video 5. Video zikiwaonesha makomando waliopewa jukumu la kumkamata Bashir akiwa katika msiba nchini Kenya katika jiji la Nairobi. Makomando hao waliokuwa wamevalia kanzu na wenye asili ya Kimarekani weusi waliokuwa wanazungumza Kiswahili cha Kikenya, jambo ambalo ni ngumu sana kuweza kujulikana na walinzi wa Bashir pamoja na wanaomlinda Nasra. Makomando hao wa Navy SEAL wakaendelea pale kujumuika na wafiwa wengine, huku macho yao yakiwa kwa makini sana kwenye kupanga mashambulizi ya kushtukiza. Wingi wa watu waliohudhuria maombolezo hayo, ikiwamo viongozi wa Mombasa, akiwamo gavana, inafanya kazi yao inakuwa ni ngumu mno, kwani kuna askari wa serikali pia. Gavana alionekana kuzungumza akisema, waliomsababishia umauti ndugu yetu Karim ni lazima watakamatwa na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria, na niwahakikishie familia hili litashughulikiwa kwa umakini wa hali ya juu. Gavana alizungumza huku akiwa ameshika kipaza sauti. Wananchi wenzangu wa Mombasa, nawaomba sana tusaidiane kuwapata hawa magaidi waliofanya mauaji kwa ajili ya kijana wetu, ili mkono wa sheria uweze kuchukua mkondo wake. Gavana alimaliza kuzungumza hivyo na kisha wakaendelea na sala za kuiombea maiti. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Spana, yule kijana wa IT, akiweka mguno. Spana aliguna huku akitazama mtu mmoja aliyekuwa anamemtilia shaka kati ya watu wengi waliopo msibani hapo, kwani bado alikuwa anaendelea kupata mubashara video za satellite. Sasa Bobby alisikia ule mguno, akamuuliza dogo, vipi, kuna lolote jipya umeligundua? Kaka, kuna huyu hapa jamaa, sijui mmemwona huyu? Nahisi kama wanamfananisha hivi. Spana alizungumza huku akivuta kwa ukaribu picha mtu huyo. Ilibidi wamuulize ni nani kwani? Yaani nimeangalia hapa taarifa zake, hana taarifa zozote za kiserikali. Ina maana? Sijajua. Ila huyu Black nilishaye kumwona mahali huyu. Wapi?
ndo najaribu sasa kuvuta kumbukumbu hapa. Naam, dogo Spana alizungumza huku akizidi kutuliza akili yake. Ewa, nimekumbuka. Ulimwona wapi? Kuna jamangu mmoja ali hack mfumo wa ulinzi wa Pentagon Marekani. Huyu jamaa alikuwa ni kiongozi wa makomando waliokuwa wamemkamata akiwa Venezuela. Ina maana jamaa ni Navy SEAL? Ndio. Wanafanya nini sasa hilo eneo la msiba? Naam, Bobby aliuliza huku akiendelea kuyashughulisha macho yake kwa watu waliopo eneo hilo. Kwa macho ya ujasusi akamgundua jamaa mwingine. Bobby akasema, dogo, hebu peleka kamera kwa jamaa yule aliyevalia kanzu nyeusi tuone. Kweli jamaa akavutwa karibu huku jicho lake moja likionekana lina makengeza. Huyu jamaa naye ni mmoja wapo. Inaonesha jamaa wamekuja kumchukua mtu wao. Nani? Atakuwa Bashir. Spana alijibu hivyo huku Badridi akiingia ndani na sahani yenye chakula. Roy naye akaingia akiwa amebeba pale jagi lenye juisi. Roy akasema, Washem. Shemwe mtaalamu sana kupika. Hii biriani kuku inaamini kila mtu apata ipenda hii. Roy alizungumza huku akitazama kilichokuwa kinaendelea kwenye TV. Roy akauliza, jamani, hao ni akina nani kwenye TV, mbona mmewazoom sana? Bobby akasema, tumegundua hawa ni Navy SEAL, wapo kwenye eneo la msiba. Inavyoonekana wamekwenda kwa kazi maalum. Bobby alizungumza huku akimtazama Roy. Roy alikuwa anashangaa picha za watu hawa wawili. Badridi akasema, maskini Bashiri. Badridi alizungumza huku akiwa amejishika kiuno. Bobby ilibidi aulize, maskini ya nini sasa, mbona hatukuelewi? Unajua, Wamarekani wanamtafuta sana Bashir. Wanamtafuta Bashir kwa sababu amehusika kwenye mashambulizi kadhaa ya kigaidi yaliyolenga kuua wanajeshi wa Marekani pamoja na washirika wake. Kifupi, Bashir ni most wanted wa Marekani na leo wamembamba hapa msibani. Naam, Badridi alizungumza kwa msisitizo na kuwafanya wenzake wapate faraja, kwani kama swala limeingiliwa na Wamarekani, kwao litakuwa limetatuliwa kwa kiwango kikubwa mno. Basi wote wakawa wanaendelea kufuatilia kuona Bashiri jinsi atakavyoweza kuwindwa na Wamarekani. Oya. Ametoka. Huyu hapa, unaona, huyu hapa ametoka, huyu. Naam, Spana yule dogo wa IT alizungumza hivyo huko akiwa anaonyeshea Bashir aliyekuwa ameongozana na walinzi wake. Bashiri akakaa kwenye eneo ambalo wamekaa viongozi waliohudhuria mazishi hayo. Makomando wa Kimarekani hawakuwa na papara zaidi tu ya kuendelea kutafuta mwanya wa kuweza kumteka Bashir. Nasra naye akaungana na wanawake waliokuwa wamekaa eneo lao kwenye mazishi haya. Inabidi Nasra naye akamatwe kwa sababu ni mke wake. Na kwa taarifa za kipelelezi ni kuwa Nasra alihusika katika utegaji wa mabomu mawili nchini Tanzania. Naam. Ilikuwa ni sauti ya mkurugenzi wa CIA alizungumza ndani ya chumba cha kuongoza operation wanayoitazama kupitia katika kamera za siri za makomando waliopo kwenye eneo hilo. Timu namba 2 kwenye tayari. Ilikuwa ni sauti ya general wa jeshi alizungumza huku kukiwa kuna timu 4 zilizopo ndani ya mji wa Mombasa kuhakikisha operation hiyo inafanyika kwa wakati huu. Yani watumiwa wao wananasa tu kwenye huu mtego wao. Wakati wa kuelekea makaburini ukawadia, huku wanaume pekee wakiwa ndio walioweza kuruhusiwa kuelekea kwenye makaburi hayo. Bashiri akiwa ana imani ya kwamba ana ulinzi mkali, akajumuika na wafiwa wengine kwenda makaburini ambapo sio mbali na nyumbani hapo, hivyo iliwalazimu kutembea kwa miguu, huku baadhi ya waombolezaji wakibadilishana katika kubeba jeneza la Karim. Makomando wa kikosi cha Navy SEAL wa Kimarekani hawakucheza mbali na anapotembea Bashir. Hawakufanya shambulizi lolote mpaka wakafika makaburini, ambapo mazishi hayakutumia muda mrefu kumalizika.
wakaanza kutawanyika, na hapo ndipo ikawa nafasi ya wao kuhakikisha ya kwamba wanamkamata Bashir. Kwa usiri na utaalamu mkubwa, wakadondosha mabomu ya moshi mkali, moshi uliotapakaa kwa wingi katika barabara wanayotembea. Wafio wengine wakaanza kutawanyika kwa kukimbia, huku walinzi wa Bashir wakijitahidi kumlinda bosi wao, ila tayari makomando hao wa Kimarekani walikuwa wameshawapigia mahesabu na wakaanza kuwashambulia kwa bastola zilizokuwa zimefungwa kiwambo cha kuzuia risasi isisikike. Walinzi wa Bashir wote wakafyatulia risasi, mmoja mmoja ulidondoka chini. Mmoja wa makomando hao wa Kimarekani wakamchoma sindano Bashir aliyekuwa akishangaa tu. Alikuwa anashangaa tu vishindo vya watu wake vilivyokuwa vinaanguka ti. Mlinzi mmoja anaenda chini. Wimbi kubwa la moshi lilikuwa limetanda na mmoja wapo akambeba Bashir, wakazidi kumwaga mabomu hayo ya moshi. Kila wanapokimbia walikuwa wanahakikisha hawafuatiliwi na mtu yeyote. Wakafika eneo ilipokuwa timu namba 2, wakamuingiza ndani ya gari, wakaondoka naye kwa mwendo wa kasi mno katika ile eneo. Msikilizaji, timu ya 3 iliyopo nyumbani kwa wazazi wa Nasra nao hawakuwa nyuma kwa kufanya kile walichokifanya wenzao, kwani eneo hilo wakadondosha mabomu ya moshi na kuwafanya watu watawanyike. Kundi la walinzi wanaomlinda Nasra walishindwa kumlinda bosi wao, kwani wakiwa wanasaka aliyefyatua mabomu wakajikuta wanashambuliwa na kuuawa. Nasra naye akaondolewa eneo hilo kwa mtindo ule ule wa kubebwa, huku akiwa amechomwa sindano ya usingizi. Roy kwa upande wake na wenzake wakabaki wakiwa wamejawa na mshangao, kwani kwa jinsi moshi ulivyokuwa umetanda, moshi ulikuwa ni mzito, hawakuona kilichokuwa kinatendeka kwenye maeneo ya msibani na eneo la nyumbani kwa wazazi wa Karimu. Hawakuona chochote, moshi ulikuwa ni mzito mno. Spana akauliza, jamani, wako wapi hao watu? Spana alizungumza huku akijaribu kutafuta kikosi hiko cha makomando ambao operesheni yao wasingeiendesha kwa akili kubwa sana, japo imezua mshtuko kwa watu, ila hapakuwa na mtu aliyeweza aliyetekeleza kitendo hicho ni nani. Majamaa wamepotea mwanangu, Spana alizungumza huku wakitazama wananchi wanavyozitazama maiti za walinzi wa Bashiri na Nasra, huku wakiwa katika hali ya mshtuko mkubwa mno. Roy alizungumza kwa tabasamu kisha akasema, "Oya, hicho kilichotendeka kusema ukweli kama movie, yani kinasisimua." Roy alizungumza kwa kutabasamu. Spana alifungua laptop aliyokuwa ameifunika, akakuta pale ujumbe ukionyesha kuwa oda iliyotolewa kuuawa kwa Bobby na Roy ilikuwa imesitishwa. Oya, angalieni, oneni, ona. Spana alizungumza huku akionyesha ujumbe huo kwenye TV mojawapo kubwa. Roy akasema, oda imekatishwa ese. Roy alisema huku akiwa anasoma maandishi hayo. Spana akasema, imekatishwa. Na hii taarifa imetumwa masaa 2 yaliyopita. Ese, ina maana wanataka kutumia mbinu kama vile Bad Lady ulivyosema, si ndio? Namjua Bashir. Mambo anayofanya ni kimya. Sasa hatujajua hadi wanaikatisha hii wameshazungumza kitu gani juu yenu. Jamani. Alafu unajua anachokizungumza Bad Lady ni kweli. Tusishangilie kwa wao kunyakuliwa. Tuangalie ni kitu gani ambacho walikipanga na tuweze kukitolea maamuzi katika wakati huo. Jamani, kuna hii video hapa, niitume kwa Mheshimiwa Rais? Hapana, Spana, usitume. Hili jambo litabaki kwetu sisi tu kwa sasa. Tunahitaji kuweza kufuatilia kila kinachoendelea. Kwa Marekani wamefanya kazi yao, na sisi inabidi tujue tunafanya kazi yetu kwa namna gani. Naam, hapo Bobby alijibu, lakini kichwani mwake alionekana kama vile alikuwa anatafakari jambo. Naam, msikilizaji, kwa upande mwingine, kiongozi wa kundi la Navy SEAL alizungumza kwa kusema, narudia, tumefanikiwa kumpata Bashiri pamoja na Nasra.
Huyo ni kiongozi wa kundi la Navy SEAL, alizungumza huku akiwa wameshaingia katika manohari kubwa ya kijeshi, kwa sababu baada ya kuwateka Bashiri na Nasra walipita kwenye bomba kubwa la kupeleka maji taka baharini. Wakaikuta manohari iliyokuwa ikiwa inawasubiria chini ya maji, huku rada za nchi ya Kenya zikiwa zimeshindwa kabisa kugundua chochote juu ya manohari hizo za jeshi la Marekani. Rais pamoja na washauri wake wote walishangilia kwa furaha, kwani kwa kipindi cha miaka 18 wamekuwa wakimsaka gaidi Bashir pasipo mafanikio ya aina yoyote. Rais wa Marekani akatoa shukrani kwa wote waliohusika katika operesheni hiyo na kisha akaondoka katika chumba hiko cha mkutano, huku amri ikiwa ni moja tu: Bashir na Nasra wafikishwe nchini Marekani katika gereza la siri na washikiliwe hapo na wafanywe mahojiano yatakayosaidia kuupata mtandao wote wa kigaidi wanaoshirikiana nao. Msikilizaji, mwezi mzima ukapita toka kukamatwa kwa Nasra na Bashir. Hapakuwa na shambulizi lolote lililotokea kwa Bobby wala Roy, jambo lililowapa amani ya kuendelea na majukumu yao ya kawaida, huku mara kwa mara walikuwa wakisafiri na wapenzi wao kuelekea maeneo ya starehe. Simu ya Bobby ilianza kuita. Aliitoa mfukoni huku akiwa katika ukumbi mmoja wa starehe nchini Afrika ya Kusini. Moja kwa moja akaelekea chooni, akakagua pale vyoo vyote vya klabu, na hapo havikuwa na mtu. Akaufunga kwa ndani mlango wa kuingilia ndani ya choo hicho, na kisha akapokea simu hiyo. Yes, hello. Ruben, nakusikia. Habari yako kaka? Namshukuru Mungu ese. Naona likizo inaenda vizuri kaka. Mungu anatupigania. Niambie Ruben, nakusikiliza. Bana, mpo wote Afrika Kusini? Ya, tuko wote. Sasa kuna kazi ambayo rais anahitaji kuwapatia. Hivi baada ya lisali moja atawapigia simu. Okay, poa, haina noma. Poa, hakuna shaka kaka. Hapo simu ikakatwa na Bobby alitoka chooni hapo. Alifika kwenye eneo lenye sofa alipokuwa amewaacha Roy, Nancy, Bad Lady pamoja na Spana. Hey guys, tondokeni. Tunaishu baada ya saa. Jamani, Nancy alilalama huku akiwa amemlalia Roy begani mwake. Wakanyanyuka na kutoka nje ya klabu hiyo. Waliingia ndani ya gari walikuwa wamekuja nalo na moja kwa moja wakaelekea katika nyumba ambayo Bobby na Roy walikuwa wameinunua kwa miaka 2 nyuma, na huwa wakiwa Afrika Kusini kwenye mji wa Johannesburg huwa wanafikiaga hapa. Kaka, mbona tumerudi mapema afu klabu kulikuwa kumewaka? Spana aliuliza huku akiwatazama wenzake. Bobby akasema, Mheshimiwa Rais anahitaji kuzungumza na sisi, hivyo isingekuwa ni jambo la kiustaarabu tungeongea na rais kama tungekuwa tupo klabu. Bobby alisema huku akifunua laptop iliyopo mezani. Baada ya saa moja kutimia kama Ruben alivyokuwa ameahidi, Mheshimiwa Rais alipiga simu kwa mfumo video call na kuwaona wote wakiwa wako sebuleni. Wakasalimiana pale na Mheshimiwa Rais. Ni vyema nimewakuta wote. Kwanza habari ya likizo vijana wangu? Salama tu Mheshimiwa. Hapo waliitikia wote. Mheshimiwa Rais akaendelea kuzungumza kwa kusema, sasa tumepokea taarifa za kiintelijensia. Kuna maabara iliyopo nchini Somalia inatengeneza virusi ambao wanatarajia kuwasambaza kwa wananchi na kuleta mlipuko wa ugonjwa ambao hatujui ni ugonjwa gani. Maabara hiyo inalindwa kwa ulinzi mkali sana, ila hatuna jinsi kwa sababu kutoka Somalia hadi Tanzania sio mbali. Endapo ugonjwa huo utaingia nchini Kenya, basi kufika nchini Tanzania itakuwa ni jambo rahisi sana. Picha za maabara nimezituma kwenye email yenu, nadhani mtaziangalia. Naam, msikilizaji, hapo kijana Spana kwa kutumia simu yake ya mkononi aliingia kwenye upande wa barua pepe akakuta picha hizo. Lakini pia ramani ipo inayoonyesha jengo hilo.
Nimejaribu kutazama ni timu gani nayoweza kuituma kwenda kwenye hiyo operation. Nimewachagua nyinyi. Ni operation hatari yenye kuriski maisha, ila tunachokihitaji ni kusambaratisha mpango wao. Naam, rais alipozungumza hivyo, Roy akasema, mheshimiwa, samani kidogo. Bila samani, zungumza. Mheshimiwa, kama ni swala la kusambaratisha maabara, ni kwa nini tusitumie shambulizi la anga kuisambaratisha tu hiyo maabara? Ni kweli tuliwaza hilo kwa sababu ni lazima tujilinde nchi yetu kutokana na biashara ovu kama hizo, kwa sababu hiyo ni biashara. Ila ni lazima tuhakikishe tunawapata madaktari wawili ambao ndio waliowekwa kwenye hiyo maabara kwa ajili ya kuunda ugonjwa huu ambao wanaendelea kufanyia majaribio kwa viumbe walivyovikamata eneo hilo. Madaktari hao wamechukuliwa kama mateka. Picha za madaktari hao pia nimewatumia. Madaktari hao, mmoja ni raia wa China na mwingine ni raia wa India. Ni watu waliokuwa wanafanya kazi kwa pamoja. Na Intel inaonyesha kuwa madaktari hao ni watu waliotengeneza ugonjwa la corona chini ya kikundi cha magaidi hao ambao hawajulikani. Kwa naamini story ya corona kila mmoja anaifahamu. Ndio mheshimiwa. Sasa na wameona corona haikuleta madhara makubwa kwenye nchi za Kiafrika. Hivyo wanachokifanya ni kuunda ugonjwa utakaosababisha uwe na shambulizi kubwa kwa bara la Afrika, na kisha baadaye waingize pesa nyingi kwa kutengeneza chanjo kwa ugonjwa huo. Mheshimiwa, nchi ya Somalia je, inafahamu juu ya hiyo maabara ya siri? Nguvu ya pesa siku zote hunyamazisha viongozi wa Kiafrika. Na ndio maana baadhi ya nchi zetu zimekuwa ni jalala la mambo ya hovyo. Kwa namna moja ama nyingine yamekuwa ni tatizo na changamoto kwenye hizi nchi zetu. Mheshimiwa, kwa hiyo operation hii ni kuharibu. Vipi kuhusiana na hao madaktari? Madaktari hao wanapaswa kuuliwa. Sawa mkuu. Nimetuma hapo picha nyingine, hebu itazameni hiyo picha. Naam, hapo IT yule kijana Spana akawapa simu wenzake na kisha wakaitazama. Huyo mtu anaitwa Sheikh Salman Juma, shehe mkubwa katika msikiti mkuu katika jiji la Mogadishu. Ndiye atakayewapokea na kuwapa direction ya wapi pa kuelekea ikiwamo na silaha. Sawa mheshimiwa rais, tumekuelewa. Nancy, wewe, Spana na Badiledi, naamini nyinyi mtarudi nchini Tanzania, ila Bobby na Roy wataelekea moja kwa moja Somalia, na tiketi zenu mtazikuta uwanja wa ndege na mtatawanyikia hapo. Sawa mheshimiwa rais. Je, kuna mwenye swali? Mimi hapa mheshimiwa. Ndio wewe kijana Spana, na kusikiliza, ongea. Sasa mheshimiwa, Bobby na Roy wanakwenda Somalia, ila hatujajua wanapambana na watu aina gani mheshimiwa, kwa sababu kwa uelewa wangu mdogo tu watu waliotengeneza corona watakuwa sio watu wepesi, na ndio maana kipindi kile Marekani alikuwa na mshutumu China ndio mtengenezaji wa hiyo corona. Kwa hiyo mheshimiwa, tujipange kukabiliana nalo, si ndio? Ni kweli ni jambo gumu na zito kwa upande wetu, ila kipaumbele chetu ni kuilinda nchi yetu ya Tanzania ikiwemo na majirani zetu, kwa sababu kwenye huu ukanda sisi ndio viongozi wa kiusalama. Hivyo lazima tuilinde jumuiya yetu kwa hali na mali. Mheshimiwa. Ndio Roy, nakusikia. Sasa mheshimiwa rais, je, nchi zilizopo jirani na Somalia zinatambua juu ya hilo jambo? Naweza nikasema, narudia pale pale, rushwa inanuka sana kwenye bara hili la Afrika. Naweza nikasema nina misimamo tofauti na marais wengine. Laiti ingekuwa ni swala la vita za kisilaha, ningeamrisha ulinzi kwenye mipaka yetu. Ila ugonjwa ni vigumu kuzuia kwa sababu hatujui utakuja kwa nguvu ya aina gani. Sijui tunaelewana hiki ninachokiongea?
Ndio mheshimiwa, acha tuingie kwenye uwanja wa mapambano. Basi Bobby, mimi nakushukuru sana. Najua hii mission ni ya hatari, ila hatuna namna zaidi ya kulinda nchi yetu. Na kama mnavyofahamu, nchi zetu zinakabiliwa na matukio ya kigaidi ambayo huja kwa mifumo ya kila aina, na tutazidi kupambana na kuilinda nchi yetu. Sawa mheshimiwa. Basi mimi niwatakie majukumu mema. Shukrani mheshimiwa. Hapo msikilizaji, simu ilikatwa na wote kila mmoja walishusha pumzi, kwani majukumu yamekuwa yamekuja katikati ya raha, ndo majukumu yamekuja. Nancy akasema, jana mimi acha nikamalizia tu likizo yangu kwa wazazi wangu. Nancy alizungumza huku akinyanyuka kivivu. Hawakuwa na namna zaidi ya kuelekea uwanja wa ndege pamoja, na wakakabidhiwa pale tiketi zao za ndege 3 tofauti, huku Bobby na Roy wakipanda ndege 2 tofauti kuelekea nchini Somalia. Spana na wenzake ndo wakawa wa kwanza kuondoka nchini Afrika Kusini kwa ndege ya Air Tanzania, huku Bobby na Roy ndege zao zikiwa zinaondoka saa 9 na saa 10 usiku. Bobby akasema, tutaonana Mogadishu. Bobby alizungumza huku akinyanyuka eneo alilokuwa amekaa na kuelekea kwenye eneo la abiria wanaoondoka na ndege yenye tiketi yake. Roy akasema, poa mwanangu. Roy alizungumza huku akimpa 5 mshikaji wake, akamsindikiza kwa macho mpaka kwenye mstari wa abiria wanaoondoka na Air Ethiopia. Macho ya Roy yakawa makini mno kumtazama mwanaume mmoja wa Kiarabu alikuwa amesimama kutoka mtu wa 3 alipokuwa amesimama Bobby. Mtu huyu wa Kiarabu alikuwa anasubiri tu kugongewa muhuri na afisa ukaguzi wa uwanjani hapo. Kwa siri Roy ilibidi ampige picha Mwarabu huyo na kisha akamtumia Bobby kwenye ujumbe. Akamwambia Bobby, kuwa makini mwanangu, nyuma yako kuna mtu anakutazama sana, alafu nimemtilia mashaka. Bobby akatoa simu yake mfukoni, akasoma ujumbe huo uliokuwa umeambatana na picha, akarudisha simu mfukoni huku akimpa hati ya kusafiria dada mrembo aliyopo eneo hilo, lakini kichwani mwake Bobby akajiweka kwamba tayari chochote kitakachokwenda kutokea yuko tayari kupambana nacho. Nikutakia safari njema kakangu. Naam. Msichana huyo alizungumza huku akitabasamu. Alimpatia Bobby hati yake ya kusafiria. Bobby pamoja na abiria wengine waliingia ndani ya ndege ya Air Ethiopian, huku Mwarabu ambaye alikuwa anamfuatilia mara kwa mara alikuwa amekaa siti ya 3 nyuma kutoka alipokuwa amekaa yeye Bobby. Ndege ikapaa angani na kuiacha ardhi ya Afrika Kusini. Baadhi ya abiria wakatumia muda huo kusafiri kulala kutokana na uchovu wa kusubiri safari hiyo. Msikilizaji, ili sasa kumtega mtu anayemfuatilia, ikambidi Bobby kutumia mbinu ya kuelekea chooni ili kusoma nyenendo za mwanaume huyo waliyekuwa wamemtilia mashaka. Bobby alinyanyuka, akatazama abiria wa siti ya nyuma waliokuwa wamelala. Alijiweka sawa na ndipo taratibu alianza kutembea kuelekea kwenye choo kilichopo eneo hilo. Akafungua pazia linalotenganisha eneo la choo na eneo alipokuwa abiria. Mwanaume huyo taratibu alisimama na kuanza kutembea kuelekea alipokuwa Bobby. Bobby aliuacha mlango wa kuingilia chooni wazi na kisha alijibanza nyuma ya mlango huo. Mwanaume huyo bila hata kuchukua tahadhari yoyote aliingia ndani ya choo hicho kwa kasi, huku akijua kabisa kukumba mlango huo kutaweza kumsaidia kumpa pigo la kushtukiza Bobby, ila tayari akawa amechelewa. Bobby alimvuta kwa ndani jamaa huyo na kisha akaufunga mlango huo, huku akiudaka mkono mwanaume huyo aliyekuwa ameshika kisu kwa ajili ya kumuua Bobby. Kwa nguvu aliyokuwa nayo Bobby, taratibu alianza kuugeuza mkono mwanaume huyo aliyekuwa ameshika kisu, huku wakiwa wameshikana kisawasawa ndani ya choo hicho kidogo. Mwanaume huyo macho alimtoka mara baada ya kisu hicho kukaribia kabisa na tumbo lake. Akatumia ujanja wa kukiachia kisu hiko, kitu ambacho Bobby tayari alishakuwa amejiandaa nacho, kwani kwa kitendo cha kukiachia kisu akampiga ngumi nzito ya shingo iliyopelekea koromeo kuvunjika na akatulia tuli. Taratibu alimkalisha katika choo cha kukaa, kisha alichukua tishu na kukiokota kisu hicho akakiweka katika mfuko wa koti la suti aliyokuwa amevaa.
Akachukua simu yake mfukoni. Bobby alimpiga picha kadhaa jamaa huyo, akaminya button ya kuflash choo hicho na kisha alitoka pasipo hata kukutana na mhudumu yote, huku macho yake Bobby yakawa anatazama abiria hao kama wanamfuatilia, lakini hapakuwa na abiria aliyokuwa anamtazama. Bobby akakaa kwenye siti yake na safari ikazidi kusonga mbele. Kitu cha kumshukuru Mungu ni hadi wanafika Mogadishu hapakuwa na mtu aliyekuwa ameingia chooni. Bobby na abiria wengine walishuka ndani ya ndege, akapita maeneo yote ya ukaguzi bila hata ya kuwekewa kizuizi cha aina yoyote. Hakuhitaji kupanda taxi, alitembea mpaka kwenye mgahawa uliokuwa unatazamana na hoteli hiyo. Akatazama bango lenye maandishi ya Aden Ade International Airport. Akaagiza pale kahawa na sambusa 2 kwa mhudumu na kisha aliendelea kula taratibu huku akimsubiria Roy ambaye wameachana kwa saa 1. Baada ya saa 1 na dakika 15 kupita, akamwona Roy akitoka nje ya uwanja huo, na kama walivyokuwa wamekubaliana kukutana katika mgahawa huo, wakakutana. Oya, Bobby. Vipi ndugu yangu? Hujapata shida yoyote? Roy alizungumza huku akikaa kwenye kiti cha pembeni. Kwa sasa yuko mbinguni anaimba na malaika. Nimevunja koromeo lake. Wow. Mshikaji yule ana bahati. Je, kitambulisho kinasemaje au umejua anafanya kazi na kina nani? Nilichokibatisha kwake ni simu tu. Naam, Bobby alizungumza huku akiwa anaiweka simu hiyo juu ya meza. Roy alichukua simu hiyo huku akitazama saa ya ukutani ikionyesha ni majira ya saa 4 za asubuhi. Karibuni sana. Tukuhudumie nini? Nipatie kahawa na sambusa 6. Okay, sawa. Mzee unakula sana mwanangu. Acha tu mwanangu. Zile pombe nilizokunywa jana klabu zimenipa njaa kali sana. Vipi, umewasiliana na warembo? Hapana, sijawacheki bado, ila na imani watakuwa wamefika. Hivi hapa kuna wifi kweli hapa? Naam, Roy alizungumza huku akitazama maandishi yaliyokuwa yameandikwa free wifi. Okay. Bingo. Alizungumza hivyo huku akitabasamu. Alifungua ujumbe kutoka kwa Nancy. Naona hapa amenijulisha kwamba wamefika salama. Roy alizungumza huku akimwonyesha Bobby ujumbe huo. Wewe Bobby, unaonekana uko sawa. Nani, mimi? Ndio. Nawaza kazi iliyopo mbele yetu Roy. Naam, Bobby alizungumza kwa sauti utulivu huku akiendelea kutazama magari yaliyokuwa yanakatiza nje mgahawa huo. Kazi yetu ni too risky bro. Yeah. Ndio ninachokiwaza. Alafu na jambo nataka kukuambia. Nilipanga niwaeleze jana ila mambo yakaingiliana. Jambo gani? Naam, Roy aliuliza huku akimdadisi Bobby machoni mwake. Bobby alikaa kimya akimtazama mhudumu aliyekuwa anaweka chakula mezani hapo na kisha akaondoka. Unajua wife ana mimba ise? Kaka, ongera sana. Na ndio maana siku hizi 2 hizi sikumuona akigusa pombe. Kumbe mwanangu ana mimba. Iko hivyo. Kaka, ongera sana. Shukrani. Vipi nyenye? Unajua Bobby, Nancy anataka kuzaa na mimi. Lakini kuzaa na mimi ni sharti moja mpaka tufunge ndoa. Kwa nini sasa? Si unajua tena watoto waliozaliwa kwenye familia zenye taratibu hizo wanakuwa na misimamo yao ya ajabu. Kwa mimi nilimwahidi tukirudi nchini Tanzania basi nitaenda kwao. Okay, sawa.
Kunywa basi fasta. Saa 5 inabidi tufike kwenye eneo la kukutana na jamaa. Naam. Roy alikunywa kifungua kinywa hicho haraka na kisha Bobby akalipa. Wakatoka nje mgaa huo, wakaingia ndani ya taksi moja iliyopeleka mpaka kwenye duka moja la vitabu. Waliingia ndani ya duka hilo na moja kwa moja wakaongozana na binti alikuwa amevalia baibui na hijabu kichwani mwake. Wakatoka mlango wa nyuma wa duka hilo, wakapita kichochoro cha nyuma, kichochoro kilichokuwa kimeshikana na kutokea katika mtaa mwingine, na wakaingia katika gari ndogo aina ya Toyota Mark X na wakaondoka eneo hilo wakiwa wameongozana na dereva waliokuwa wamemkuta ndani ya gari hilo. Ukimya ulikuwa umetawala huku akitazama majengo kadhaa yaliyokuwa yanashambuliwa kwa milipuko ya mabomu. Roy ilibidi aulize, "Bana, hili tukio la lini hili?" Roy alimuuliza dereva kwa lugha ya Kisomali. Dereva akasema ni wiki 2 sasa. Al-Shabaab walishambulia hii hoteli. Sasa watu wamekufa? Roy aliendelea kuhoji na dereva akasema ila watu wengi waliokolewa. Na wapiganaji kama 13 hivi wa Al-Shabaab wameuawa. Aise, poleni sana. Ndo Somalia yetu hiyo, kwa ni jambo la kawaida tu kaka. Hayo mambo kutokea ni kawaida. Dereva alizungumza huku akikata kona na kuingia mtaa mwingine, huku njiani wakipishana na magari ya wanajeshi wakiendesha doria za mara kwa mara. Hii ni kawaida kwa Somalia kutokana na usalama. Wakafika katika nyumba ya ghorofa moja na iliyokuwa imezungushiwa ukuta, huku ndani kukiwa kuna walinzi wenye silaha. Wakasalimiana pale na mzee aliyekuwa ametoka kupokea nje, huku akiwa amevalia kanzu nyeupe sana na kichwani mwake mzee huyu alikuwa amezungusha kilemba. Aliwaambia, "Karibuni sana ndani." "Tunashukuru sana shehe." Wakakaa kwenye sofa zilizopo sebuleni hapo. Mzee huyo akaanza kwa kusema, "Najua mna kazi kubwa ya kufanya mbeleni. Hivyo tupate ni chakula kabisa cha mchana na kisha tuweze kuzungumza." "Nashukuru sana mzee." Naam, kweli bwana. Wakakaribishwa pale kwenye jamvi na kwa pamoja walianza kula pilau nyama. Baada ya chakula wakaingia katika ofisi ya siri ya shehe huyo. Wakatazama picha ya shehe huyo mezani akiwa amevalia mavazi ya jeshi la Somalia. Naona mnatazama hiyo picha. Mimi nilikuwa ni kanali wa jeshi la Somalia kabla ya utawala uliopita kupinduliwa madarakani na waasi. Niliamua kujikita kwenye dini, ila nikiwa kama mpelelezi wa kujitegemea. Mzee, imekuwaje unafanya kazi na serikali ya nchini ya Tanzania? Naam, Bobby aliuliza swali hilo. Hakuwa akimtazama shehe huyo usoni mwake, na ndipo shehe huyo akasema, "Kwenye maisha yangu nilipata mafunzo ya kijeshi nchini Tanzania pamoja na mafunzo ya kipelelezi. Hivyo naijua Tanzania vizuri sana. Naijua Tanzania na wema wa watu wake wa Tanzania ni wema sana, na nimekuwa nikishirikiana na viongozi wa jeshi pamoja na rais wa sasa kwa sababu Tanzania mna nguvu ya kijeshi. Mna nguvu ya upelelezi na kijasusi, kidiplomasia, na pia kwa amani yenu mlionayo ipo vizuri kabisa. Hivyo kuwakatia keki kama hii nilio hapa ni jambo ambalo ni la umuhimu kwa ushirikiano wenu." "Okay. Sawa mzee. Je, mmeweza kutambua ni ugonjwa gani unakwenda kutengenezwa?" Roy alihoji swali hilo. Kusema ule kweli, hapana, hatujui ni ugonjwa gani unakwenda kutengenezwa. Ila tunajua ni ugonjwa ambao utakuwa ni pigo kubwa sana kwa nchi yetu na bara la Afrika. Afrika sasa itakuwa ni kama dampo la chanjo zitakazokuwa zinaletwa na mataifa yaliyoendelea kwa manufaa yao wao walioyalenga. Unaambiwa ukitaka kutawala kirahisi Afrika, wapelekee tatizo, alafu watatulie lile tatizo lililopelekea, na watakusujudia na kukuona wewe ni kama mwokozi wao.
Ni kweli kabisa Kanali unachokizungumza. Ningependa kukuita kwa cheo chako cha jeshi ulichokitumikia. Nashukuru sana kijana. Sheikh, unajua tulipokuwa tunakuja tumeona magari ya wanajeshi wa Marekani na Somalia wakiwa wanafanya doria kwa pamoja, japo ni mchana. Je, unataka kusema kuwa Marekani haifahamu chochote kwenye hili? Marekani wana utendaji wao wa kazi, na kusema ule ukweli sina uhakika kama hawajui, ila kwa jicho la kijasusi ninaamini wanajua, na wao ndio walengo wa hili swala. Kivipi mzee wangu? Naam, Roy alihoji. Sheikh huyo aliwasha TV ya inchi 55 iliyopo ofisini kwake hapo, na kisha akasema, unajua, kwa upelelezi wangu wa kina niliofanya kwa hawa jamaa, nimegundua ajenda yao kubwa huwa wana marafiki wenye faida, na rafiki asiyekuwa na faida kwao wao wanamgeuza kuwa ni adui. Yaani kweli? Sasa tuna mafuta Somalia, sijui kama mnajua hilo. Tunasikia tu mzee wangu. Okay, vizuri. Kama mnavyofahamu, kwa sasa dunia ina ukame mkubwa sana wa mafuta kutokana na kile kinachoendelea kwa Russia. Miaka 1993 kulikuwa kuna vita ya wenyewe kwa wenyewe. Wakajitahidi kutuletea majeshi yao ili kuingilia ile vita, kitu ambacho kiliwashinda. Sijui kama mna kumbukumbu na hiyo vita ambayo imepata umaarufu wa kuitwa Somalia Civil War. Ya, tunaijua mzee wangu, tunaijua. Sasa sitaki kuingia sana kwenye hiyo vita, ila nataka niwape picha tulipotoka na sasa tulipo na tunapokwenda. Naam, Sheikh huyo alibadilisha picha iliyokuwa inaonekana kwenye TV, akaweka picha zilizopigwa kwa siri kwenye maabara hiyo, huku zikionyesha wanyama waliokuwa wanafanywa majaribio hayo wakiwa na vipele vingi vilivyokuwa vimejaa usaha. Sasa basi, hao ni wanyama ambao wanaonekana. Hii ni video inayoonyesha raia wawili wa Somalia ambao kwa kuwafuatilia tulisikia wametekwa na Al-Shabaab, na watu wakishasikia habari hizo wanaamini ya kwamba tayari walengwa watakuwa ni marehemu kwa kipindi hicho. Hivyo hapakuwa na polisi wala taasisi yoyote ya serikali inayojisumbua kufuatilia juu ya upotevu wao. Waliwachukua na kwenda kuwafanyia majaribio. Na hiyo ndio video ya siri ambayo sikuituma nchini Tanzania, na nilitaka kuwaonyesha wale watakao watuma wajionee nini kinachokwenda kutokea pale ugonjwa huu utakapoanza kusambaa. Naam, hapo Bobby na Roy walijikuta wakiwa wamejawa na mshangao, kwani watu hao walikuwa wamefungiwa kwenye vyumba vilivyokuwa vimetengenezwa kwa vioo, huku wakianza kupata dalili za kutoa mapunye mwili mzima yanayotoa usaha pamoja na damu, huku baada ya siku 7 za maambukizi mgonjwa anakufa kwa mateso na maumivu makali mno ya kichwa. Bobby akauliza, hii inaendana na Ebola hii ama? Ebola inatoa damu kila kona, ila hii unatoka mapunye usaha na damu, huku kwa siku hizo 7 ukiwa na maumivu makali mno ya kichwa. Niambie, ni mateso gani watakayopitia watu wetu? Hebu vuta picha. Huu ugonjwa ukiwakamata wa Somali, na hawa wanajeshi wengine watakuwa wanalinda eneo la mafuta yatakayokuwa yanaondoka kwa urahisi kwenda huko yanapokwenda. Ugonjwa ukija kwenu nchini Tanzania, nini kitatokea kwenye madini yenu? Nini kitatokea kwenye wanyama wenu wanaoingizwa kwenye ndege na kusafirishwa nchi nyingine? Yanayokuja vijana wangu ni zaidi ya corona. Corona ambayo watu walikuwa wanajikinga kwa kuvaa barakoa. Mzee wangu, na ugonjwa huu utasambaa kwa njia gani?
Upelelezi unaonyesha huu ugonjwa utawekwa kwenye awamu mbili kuu: njia ya kugusana. Endapo hii watu watakuwa wanawatenga wagonjwa, basi itakuja njia ya hewa, ambayo hii itaangamiza zaidi watu wetu. Ese mpango ni mzito kwa kweli mzee wangu. Sana, sio kidogo. Na ni maabara inayolindwa na watu ambao sio wa Somalia, na ni wanajeshi wa kutega tu. Sasa mzee wangu, ngoja kwanza Meja. Sisi tuko wawili na tupeleka kwenye eneo lenye ulinzi mkali kama hivyo. Hivi mnahisi hiyo mission itakuwa na mafanikio kweli mzee wangu? Ndiyo, mafanikio lazima yawepo. Kwenye kila eneo lenye ulinzi kuna eneo lenye udhaifu. Sio kila sehemu hutilia maanani kwenye ulinzi wao. Upenyo hupo. Kwa ni sisi tu wawili ama? Kuna vijana wangu wawili wenye mafunzo makubwa, mtashirikiana nao. Kwa ujumla mtakuwa mko 4. Okay, sawa. Sasa basi, kabla ya mission kufanyika, inabidi mkalione eneo lenyewe kwa mbali, ili na nyinyi pia mpate mawazo ya nini kiweze kufanyika. Sawa mzee wangu. Naam, Bobby na Roy wakabadilisha pale nguo na kisha wakaondoka nyumbani hapo, wakiwa wameongozana na Shekhe pamoja na vijana wake wawili ambao watafanya kazi hiyo kwa kushirikiana na Bobby pamoja na Roy. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Spana akimuuliza Bad Lady ya kwamba, Madam, una mawazo gani? Spana aliuliza hilo swali kwa Bad Lady, kwani toka wamerejea kutoka Afrika Kusini, Bad Lady alikuwa anaonekana kuwa ni mwenye mawazo sana. Bad Lady akasema, hebu nifungulie vitu vinavyoonekana kwenye ile email. Spana alifanya hivyo na vitu walivyokuwa wametumiwa na Mheshimiwa Rais vikaonekana kwenye TV. Hebu peleka mbele, sogeza mbele. Spana akasogeza mbele jengo lenye maabara. Hawa watu nimewaona wapi hawa? Bad Lady alizungumza huku akitazama jengo hilo lenye walinzi waliokuwa wamevalia nguo nyeusi, huku nyuso zao zikifunikwa na maski zilizokuwa zimeacha macho yao, ambayo nayo pia wamevalisha miwani. Ila madam, mbona mashirika mengi ya kijasusi watu hao wanavaa vile vile tu? Ya, ni kweli, ila najiuliza hawa nimeona wapi? Bad Lady aliendelea kuwaza huku akizikuna nywele zake ndefu. Japo alikuwa na hali ya ujauzito, ila akili yake haikushindwa kuwaza kwa umakini sana. Mungu wangu. Nini madam? Unajua huu ni mtego. Hebu watafute haraka Bobby na Roy, watafute. Bad Lady alizungumza huku mapigo ya moyo yakimwenda kasi. Spana alipiga namba ya Bobby, haipatikani. Akapiga namba ya Roy, nayo pia ilikuwa haipatikani, jambo lililosababisha hofu kubwa kwa Bad Lady na Spana ambao wao wapo nchini Tanzania. Bana, mambo yanazidi kupamba moto. Bad Lady anaamini kitu ambacho Bobby na Roy walichokwenda kukifanya Somalia ni mtego. Je, hao watu ni kina nani? Na Sheikh ni nani? Usikose kufuatilia katika sehemu ya 13 mzigo mtamu kuitwa The Evil Gap kutoka kwake Eda Zaria James Sulu. Langu jina naitwa Uncle J Simulizi.